mchambuzi Madaha, baada ya mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Mashujaa kuweza kutamatika, yameweza kutokea mengi sana, lakini moja ya jambo kubwa ambalo limeweza kutokea na watu wamekuwa kilalamika sana sasa wanayanga na baadhi ya mashabiki wa Mashujaa ya kusemekana ni kwamba Simba amebebwa zile penalti zote mbili. Kwako zile penalti umezitazama, ni kweli Simba kabebwa? Kiukweli kuna chembe za kubebwa. Lazima tuzungumze ule ukweli. Nimejaribu kufuatilia mchezo. Kuna viashiria ambazo vinaonekana, kuna namna ambavyo muamuzi pia hajatendea haki Mashujaa. Na kiukweli ukiangalia kwa mfano penalti ya kwanza ya kushika mkono, inahitaji mtu sijaona mtu kama kashika mkono kwa macho yangu mimi. Hakuna ule mpira kushikwa. Nimeona tu ni umemgonga tumboni katika unajua mpira ukigonga lazima utafute namna ya kushuka chini. Katika namna ile maamuzi kafunika. Hatujajua, ndio maana tunahitaji sometime labda kama yuko na VAR, lakini kwa mimi nilivyoona ile penalti ya kwanza haikuwa penalti halali. Haikuwa halali. Vipi ile ya mwisho dakika za jioni kabisa? Penalti ile sasa wakati mwingine maamuzi lazima uwe na maamuzi sahihi. Kosa la kwanza ambalo maamuzi amelifanya katika penalti ya pili, kaamua sio penalti, kaamua ni faulu. Ni faulu. Maamuzi yake ya kwanza kabisa. Sijaona kama alienda kuongea na muamuzi wa pembeni kumwambia kwamba ile ni penalti. Ile nilivyoona tu mimi pale akamkuta Kapombe amedondokea sehemu, akaona anaelekea kwenye sehemu ya kupigia kwa maana penalty kick. Sasa wakati mwingine muamuzi mchezaji wachezaji wakati mwingine wachezaji ni wajanja sana, waongo sana, akadondosha labda kwenye eneo ambalo sio la penalty, akasogea mpaka akajivuta ikani penalty. Sasa uwezo ukapima kwa kumtazama mchezaji alipodondokea. Hivyo kuna wachezaji wengine huko Ulaya wengi sana wanatumia sana ujanja na kwenye sehemu, lakini kwa namna ambavyo nimeiangalia ilikuwa ni penalti sahihi, lakini muamuzi amekosea kwa sababu nimejaribu kuangalia katika yale marudio kupitia Azam TV. Ni kweli kuna contact ambayo ilitokea kati ya Kapombe na yule mchezaji. Alikuwa ni Kapombe, si ndio? Kuna namna aliguswa mguu wake wakati anataka kuutoa, wakati anageuka. Kwa contact ikitokea yote ya namna yote ile katika penalty box ni penalty. Lakini sasa muamuzi mwanzo aliona ni foul. Kwa nini ubadilishe? Kitendo cha kubadilisha na kuweza kuifanya iwe penalty, tayari lazima watu watakuwa na kwenda kwa muamuzi wa kule wa pembeni wa kibendera. Wala wangeenda kule kuuliza sasa kama bwana hii ni penalty ama sio penalty. Wote umeona sasa. Kwa hiyo pale tayari maswali yanakuwa ni mengi. Kwamba ni penalty, ni kweli ilikuwa ni penalty, lakini sasa katika ule mkanganyiko wa maamuzi yake unasababisha uanze kucreate maswali ambayo ni tofauti. Yeye angeamua tu mapema bwana hili ni penalty, njoo nipige hapa, na alikuwa anaona ile tukio, hakuwa mbali. Japokuwa kuna wachezaji wengi, lakini alikuwa analishuhudia ile tukio, kwa maana kwa macho yake aliona sio penalty na akaamua iwe faulu, lakini baadaye kaenda kutazama kwa macho na mkuta kwamba mimi nimechezewa foul, ni mchezaji ambaye ni team B na team A, lazima mimi nijisogeze kwenye eneo ambalo lazima referee akija pale lazima nikute niko katika penalty box, ili hata kama ninalalamika kweli, kwa sababu nimeona Kapombe analalamika pale, ile kuambia tu na Kapombe, yani kwamba mimi nakwambia nimedondosha kwenye penalty, okay sawa, uko sahihi kweli. Ina maana wachezaji ndio wakuambie wewe kwamba hii ni penalty au sio penalty. Tumeona pale Kapombe akisema mimi nimeri unapeleka kwenye hasa maamuzi kama haya. Wakati mwingine marefali wetu inabidi sasa waangalie namna yote, watakuja apigwe. Watakuja apigwe. Tunaona alizengwa kweli. Watakuja apigwe. Unajua kuna matukio ambayo yalikuwa yanatokea daraja la kwanza kule, yalikuwa akiwasumbua sana. Watu unashuhudia muamuzi kapigwa. Kuna mchezo mmoja ya Yanga na Azam miaka ya nyuma huko, simkumbuki muamuzi alikuwa anaitwa nani, alipigwa sana ngumi. Nakumbuka alikuwa na wachezaji gani, kina Nsajigwa kina nani, kina Chuji. Kuna wachezaji mpaka alishia kufungiwa Yanga. Ilikuwa ni hivi. Watu wanarusha ngumi kwa sababu ya maamuzi kama haya. Sasa wasiwaonee wachezaji. Unajua wakati mwingine pia waamuzi wasija kasababisha haya mengine ya kuanza kuziumiza timu na nini. Wafikirie kusema kweli. Yaani kwa mfano tukio kama hili, kiukweli kama muamuzi unaweza kaa una maamuzi sahihi, lakini namna ya kuzitafasiri zile sheria kidogo una create matatizo ambayo wakati mwingine timu pinzani inakuwa inaona kama unaionea. Kwa kusema kwamba kwa zile penalti mbili zile zina uchembe kwamba muamuzi pale kafanya jambo lake.
kafanya makosa. Mwamuzi ana makosa kabisa. Kwa mfano nikizungumza kuna matukio ambayo yalikuwa sahihi. Kwa mfano penalty. Mimi kwa mfano penalty ya mwisho ile ni penalty kweli, lakini katika namna kuitafasiri alikosea. Ushaamua ni faulu. Hatuna VAR hapa. Kwa hiyo tayari kwamba kuna kitu gani kimetokea kukuaminisha hivyo, labda mwamuzi wa pembeni angekuja bana ile mimi nimeona kadondoshewa ndani, basi peleke kule. Lakini kitendo cha kumkuta mchezaji kwamba yuko ndani alafu na ule mchezaji Kapombe anakuambia mimi nimedondoshewa ndani na unaamini hicho kitu, tayari una create vitu ambavyo sivyo. Yani kiukweli kwa namna hii amewakosea Mashujaa. Lakini wakati mwingine pia hii sasa hiyo ndo kama taa sasa kwa nani warushi matangazo kwa maana ya Azam waangalie namna yote ile VAR inahitajika sana Tanzania. Kwa matukio kama haya kiukweli yana create vitu ambavyo wakati mwingine pia vinashusha wachezaji hali ile ya kupambana kufanyaje, kwa sababu anaamini timu moja itashinda. Lakini kuna tukio jingine ambalo pia nimeliona red card ya goalkeeper. Umepoteza muda pale, mwamuzi nampongeza, alikuwa sahihi kwa sababu vitendo vyao vimekuwa vikitumika sana hata katika ligi kuu ya England. Naona matukio kama yale ya kupoteza muda kikweli siku hizi marefari wamekuwa ni wakali sana. Sheria za FIFA siku hizi zimekuwa ni kali sana katika kutunza muda. Kwa hiyo kitendo kile cha watu wanataka wapige kona, timu moja nataka ipige kona afu unaingiza mpira ndani, kuadhibiwa red card kama ulikuwa na kadi ya njano kuongezwa kadi nyingine ni sahihi. Pala alikuwa ni sahihi kabisa na naungana naye. Lakini katika tukio la penalty zote mbili hapo mwamuzi kuna namna amefanya. Kuna matukio alikuwa sahihi na kuna matukio ambayo hajafanya sahihi. Ya mwisho inatia mashaka fulani, kafika tu refa mchongo penalty na mchongo ile imeandaliwa. Sasa nikisema imeandaliwa itakuwa na vituhumu vyombo baadhi sasa. Lakini mwamuzi, mimi na dina mwamuzi, sitaki kuwasema Simba au TFF au chochote, lakini mwamuzi pale kwa sababu yeye ndo alimehusika, kuna namna imefanyika mpaka kupatikana. Kuna namna yeye mwenyewe zekana labda mwenyewe uoni wake ana matatizo ya kuona au fikra zake labda zimemtuma vile, lakini kuna namna ambavyo amekosea. Kwa kumalizia tumalizie na ile hapa. Hili swala la penalty kwa Simba, maana kuna kipindi fulani lilikuwa linaongelewa sana kwamba Simba ushindi wao mara nyingi ni ushindi wa penalty kwa kupewa. Ndio hili tunaliona sasa hivi linazidi kuendelea kwamba wanatumia waamuzi kwenye swala la penalty. Bahati nzuri kusema kweli kuna baadhi ya matukio ambayo mimi sikuyachunguza. Ungenikuwa unaniambia labda ni penalty fulani na fulani, nikafuatilia nikajua kwamba ni kweli ilikuwa walibebwa ama hakubebwa. Lakini kwa penalty za leo kusema kweli zina namna. Yaani inahitaji mtu utulie sana uone. Wakati mwingine pia tuwezi kusema kwa sababu mwisho siku ile mpira umedunda unaonekana unafuata labda karibu na mkono, labda mwamuzi kwa macho yake akaona ni penalty. Umeelewa? Kwa sababu mwenyewe nimejaribu kuirudia kupitia TV ndo nimeona kwamba mbona kama sioni sema hapo ukashika. Lakini hata penalty ya Kapombe ni penalty kabisa, ile ni clear penalty. Kuna contact ambayo imefanyika, lakini maamuzi ya kwanza leo yafanya umeamua ni faulu. Kwani unabadilisha? Kwani ubadilishe? Yale ni makosa. Mwamuzi unamoja kubadilisha kwa kumuuliza mchezaji ambaye kadondoshwa. Yaani kwamba eti mimi nakuuliza wewe umepigwa hujapigwa? Nitakwambia nimepigwa. Sheria za wapi hizo ambazo mwamuzi tu unafika unamuuliza mchezaji kwamba wewe umedondoshwa wapi? Au unamwona na kulalamikia. Mchezaji kulalamika ni kitu cha kawaida. Mchezaji anapiga anamuumiza mwenzake pale na bado anakataa. Mchezaji ambaye anakubali amefanya kosa. Kwa waamuzi wakati mwingine pia waangalie namna moja ama nyingine. By the way Simba kweli wanaonekana kutaka mchezo, lakini waamuzi wetu sasa waangalie namna nzuri ya kuweza kuchezesha hizo michezo ili wasije kaleta siku moja maafa katika mechi hizi. Kwa sababu ukiangalia atmosphere ya uwanja leo nilikuwa naangalia majukwani huko, wapinzani walikuwa wametoka macho kweli. Kwa hiyo siku nyingine wakae makini waweze kuangalia namna moja nzuri ama nyingine ya kuweza kuziendesha hii michezo. Bwana mchambuzi, tumeongea parefu bwana, naomba niishie hapo, nitie nukta yangu tu hapo. Asante sana.